mwaka huu. Tamani ukuu wa Bwana uonekane maishani mwako mwaka huu. Tamani neema na kibali viambatane na wewe mwaka huu. Tamani mwaka huu uwe mshindi katika jina la Yesu. Tamani mwaka huu ukamwone Bwana akitenda, akifanya kwako na kwa watoto wako, kwako na kwa familia yako, kwako na kizazi chako, kwako na ukoo wako. Yesu anatamani sauti yako. Anatamani kusikia sauti yako. Anatamani kuisikia. Mwaka jana ulizubaa, lakini si mwaka huu. Mwaka jana walikudharau, lakini si mwaka huu. Mwaka jana walikunyoshea vidole, lakini si mwaka huu. Mwaka jana walikupa majina, lakini si mwaka huu. Huu ni mwaka wa mabadiliko. Lazima ukubali, nenda na season ya Kristo, ya kwamba tutatoka na mali zetu. Hatutabaki patupu, hatutabaki maskini tena. Sisi ni wabarikiwa. Horabasakarabosaka. Ni mwaka wa kutoka. Toka na haki zako. Usikubali kubaki nyuma tena. Ulikuwa si wa kuolewa, lakini mwaka huu waliosema umri wako umekwenda, hao ni wanadamu. Lakini liko neno moja ambalo Bwana ametupa mwaka huu: hatutatoka patupu, tutatoka na haki zetu. Tamani Bwana akutane na hitaji lako leo. Tamani mguso wa Bwana uwe kwako leo. Mwambie Bwana asante. Asante kwa neema. Asante kwa kibali. Kuna watu wamelala njaa, wewe umelala umeshiba. Mwambie Bwana asante. Kuna watu wamelala nje kwenye baridi, tena vibarazani, wakijifunika maboksi. Wewe umejifunika nyumbani mwako, umelala na kiyoyonzi, umelala na feni, umelala sehemu salama. Kuna watu hawana hiyo. Mwambie Bwana asante. Kuna watu wanatamani jinsi ulivyo. Mwambie Yesu asante. Umepata hela ya saluni, kuna mtu anatamani hata aende kwa kinyozi, hana hiyo pesa. Wewe unazo. Mwambie Bwana asante kwa neema. Kuna mtu leo amepata ajali ya bodaboda, ni mtumishi wa Bwana. Wewe uko hapa, ni neema. Mwambie Yesu asante. Aliandaa ibada, aliandaa vizuri, lakini akakutana na ajali. Anatamani leo angekuwepo hapa arukeruke, alitamani leo awepo hapa garegare, lakini wewe ni kwa neema. Mwambie Yesu asante, ni kwa neema. Mwambie Yesu asante. Huu mwaka usinipite Mwokozi. Huu mwaka natamani kutembea naye. Natamani kila wakati nitaje jina Yesu. Natamani kila wakati nipate watu wa kuzungumza nao mwaka huu. Tamani, tunayo maombi hapa. Wengine mna kiu ya kuomba, mna pa kuombea. Hapa ndiyo sehemu salama. Njoo mbele za Bwana, jiachie mbele za Bwana. Omba pamoja na wengine, utapata nguvu. Anza kuomba. Mwaka huu si mwaka wa kulala. Tumeanza na Bwana na tutamaliza na Bwana. Tamani Mwokozi asikupite. Jiografia zimetuchanganya, lakini mwambie Bwana asante. Jiografia, watu wa karibu wamekuchanganya. Mwangalie Kristo. Horabasikarabosaka. Mwambie Yesu asante. Ubeba msalaba kwa ajili yetu. Mwambie Yesu asante. Hata kinywa chako kusema asante Yesu unashindwa. Na kuambia, ukimpata mtu leo aliyepata ajali, akueleze namna anavyoumia, namna anavyotamani
Watoto wetu tunawaona wakiwa makondakta kwenye magari, wakiwa madereva kwenye magari, wanaenda wanarudi salama. Mwambie Yesu asante. Kila siku ndio kazi yako. Nilikuwa naangalia air hostess kule juu angani, nasema huyo naye ndio kazi yake kila siku. Ndio kila siku. Wewe tu ndege ikipaa unatetemeka, kuna utofauti, lakini wao wapo kukuangalia wewe. Huo ujasiri tukiuleta nyumbani mwa Bwana, naamini kanisa linakwenda kubadilika. Wanapopita, haijalishi ndege kumetokea shida gani, lakini wao wanakuja kwako, wanakutia moyo, usiogope. Akipita kwako unaona mbona huyo amepita, unakuwa na tumaini. Ndivyo kanisa tunatakiwa tuwe, liko tumaini kwa Kristo. Mwambie Yesu asante. Familia yako ndio anaendesha bodaboda, uko mzima ni bodaboda, ni madereva, wanaenda na kurudi. Mwambie Yesu asante. Ni kwa neema. Sijui kwa nini Bwana anasema haya. Yawezekana ujui namna ya kumwambia Yesu asante. Hii ndio nafasi yako. Maombi haya ya mwaka huu yaweke kipaumbele kuliko kazi yako, yaweke kipaumbele kuliko biashara yako, yaweke kipaumbele kuliko chochote unachofanya, kwa sababu tunalindwa na nguvu za Bwana kwa njia ya imani, na imani pasipo matendo imekufa, na hakuna njia ya kumwona Bwana. Lazima Mungu anatamani sauti zetu kwake. Tunatakiwa tuwasiliane na Bwana. Tuko kwenye mfungo, chakula kipo kila siku unakula, mwezi mzima kumwambia Bwana asante, hata kwa uzima, hata kwa uhai. Umeniwezesha 2025 sijazika kwenye ukoo wako. Mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante. Asante Yesu. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa ajili ya neema. Asante, tumekuona tangu kipindi cha kwanza mpaka wakati huu tena. Bwana, ninaomba uzungumze nasi kwa dakika hizi chache, ili mtumwa wako, nabii wako aweze kusimama kwa ajili ya ibada kuu. Baba, libarikiwe neno lako. Ni katika jina la Yesu nimeomba nikiamini, na mtu mmoja aseme haleluya. Haleluya. Sisi sio wa kawaida. Haleluya. Mwanzo 16 na ule mstari wa 9. Mwanzo 16 na mstari wake wa 9. Malaika wa Bwana akamwambia, rudi kwa bibi yako, ukanyenyekee chini ya mikono yake. Mstari wa 10. Malaika wa Bwana akamwambia, hakika nitauzidisha uzao wako, wala hautahesabika kwa jinsi utakavyokuwa mwingi. Mstari wa 11. Malaika wa Bwana akamwambia, tazama, wewe una mimba, utamzaa mwana wa kiume, nawe utamuita jina lake Ishmaeli. Maana Bwana amesikia kilio. Haleluya. Maana Bwana
amesikia kilio cha mateso yako. Haleluya. Amen. Huu mwaka Bwana amesikia vilio vyetu. Yawezekana ni mwaka ulioisha ulifilisika, lakini sasa Bwana amesikia kilio chetu. Malaika wa Bwana anamwambia Hajiri, rudi ukanyenyekee. Kwa sababu Hajiri alikimbilia porini. Porini hakuna mzalishaji. Porini hakuna chakula. Porini hakuna atakayemsaidia. Bwana anamwambia rudi kwa bibi yako ukanyenyekee. Maana kwa Ibrahimu kuna kila kitu. Kuna watu, kuna vyakula, kuna mifugo. Rudi ukanyenyekee. Leo Bwana anatuambia tunahitaji kunyenyekea. Mahali ambapo Bwana amekuweka, ambapo kuna faida kwenye maisha yako, hapo ndipo pa kunyenyekea. Haleluya. Amen. Bwana anamwambia nimesikia kilio chako, nimeyaona mateso yako. Kumbe Bwana anaona ni sisi tu tunakuwa wajeuri. Haleluya. Haleluya. Tena anamwambia wewe una mimba. Yawezekana Hajiri hakujua kama anayo mimba. Taarifa inatoka kwa Bwana, wewe una mimba, na mimba hii ya huyo mtoto ni mtoto wa kiume, na jina la mtoto ni Ishmaeli. Nikawa najiuliza, kwa nini taarifa za malaika hakutokea mtoto wa kike? Wote walikuwa ni wa kiume. Haleluya. Hilo swali bado sijalijibu na sijalipata, na wewe ukalitafute. Haleluya. Ni mwaka, ni season ya sisi kuvuka. Sasa hatujajua kwamba tunavukaje. Kweli yawezekana ukigeuka kutazama mwaka 2025 ulikuwa ni mtu wa kutetemeka, ulikuwa ni mtu wa kuogopa, ulikuwa ni mtu wa mashaka, ulikuwa ni mtu hujui kesho yako. Alafu leo mchungaji anakuambia leo yako ni nzuri kuliko jana yako. Kwa nini? Kila kitu ukisikiliza, ukatii, ukafata, ukatenda sawa sawa na neno linavyosema, na kuambia mema ni haki yako, heshima ni haki yako, utajiri ni haki yako. Kuna mtu uko hapa hauna chochote, lakini kuna watu wakikuangalia wanaona wewe ni bonge la mtu wa maana sana, lakini hajui unayoyapitia. Haleluya. Mwaka jana ulipita pagumu, ulipita patupu, lakini mwaka huu neno linasemaje? Tutatoka na mali zetu, tutatoka na vitu vyetu, tutatoka na afya zetu, tutatoka na watoto wetu tukiwa wazima. Haleluya. Nilikuwa na tafakari asubuhi, nikasema hawa mabinti laiti kama wangetii, laiti kama wangeisikia sauti ya Bwana leo, maisha yao yangebadilika. Wangesikiliza ambao wako kwenye ndoa, ili ukiingia kwenye ndoa yako ukae salama. Kuna watu walipita kwenye ndoa. Haleluya. Usifikiri ndoa zetu zilipita tu parahisi. Mimi nilishapewa zawadi ya shuka. Siku nimelitandika, nilikojoa kitandani. Mkojo mzito kitandani. Waza. Sasa waza huyo wa kwako mwana kijiji fulani, msela fulani, alafu umekojoa. Maneno yatakayomtoka mpaka utajuta. Haleluya. Nikajua ni siku ya kwanza Roho wa Bwana kanigusa. Kila nikiliangalia lile shuka, roho inanicheza. Nikasema ngoja nitandike hili la pili. Bedi cover kali linaua rozi. Nikatandika la pili siku hiyo nilitoa godoro nje.
ndo ujue mkojo ule ulikuwa wa hali gani. Nilipotoa godoro nje, nikarudi, nikatandika la pili. Hivi ulichawahi kuona ukigusa hivi? Yaani unatamani utafute shuka upafiche asione. Mara ya pili nimekojoa. Unacheka tu na ndoa yako, unafurahia. Kuna watu hawafurahi, hawafurahi. Sasa mwaka huu tuna mpango wa kutengeneza ndoa salama, kuanzia kwa wewe ambaye haujaolewa, haujaoa, mpaka wanandoa. Lazima tuingie kwenye hizo siri. Lazima tupone katika jina la Yesu, na tutapona kwa sababu ni mwaka wa 6G. Tunapenya. Haleluya. Hatutarudi nyuma. Mimi sasa hivi nimekataa kuangalia sura yangu wakati naongea. Bwana akisimama hapa, mimi ni nani? Lazima nitamke. Kuna mtu akaniambia, domo lako unalitanua sana ukihubiri. Unajua kuna wavunja moyo. Haki ya Mungu. Mungu atupe neema. Mtu kabisa tena kapiga simu kwa vocha zake, unatanua mdomo ukihubiri, haipendezi. Unajua unatakiwa nikasema, yani mimi huu mdomo alionipa angelijua nikiufunga kuna watu watainuka. Ukinyamaza, amesema atainua hata mawe. Wacha nitanua huu mdomo kwa ajili ya Kristo Yesu. Ninajua kuna mahali unaelekea na lazima ufike. Hatutarudi nyuma tena. Tumechoka. Tumechoka. Natembea mtu, umebebeshwa mizigo, mabega huku kwenye mgongo kumejaa. Unahangaika ofisini, ukikaa uelewi, kiuno kizito kama umewekewa jiwe. Na kuambia mwaka huu wachawi wote wajikusanye. Jesus power, tunakwenda kuinuka. Hatutabaki tena tumeumizwa. Tumechoka. Ni ngumu tukieleza historia ya ndoa hapa, utalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata juzi nimeona mmoja kaletoa zawadi ya kiatu. Kuja sijui yule alipata ufunuo gani wa kufungua kile kiatu. Alichokikuta ni picha yake na mchumba wake ambaye anatarajia kumuoa. Imeandikwa na maandishi mekundu, kila kitu imechorwa. Inashangaza. Nikasema kanisa letu haliwezi kuwa hivi. Lazima tuzijue hila za ibilisi. Na mwaka huu tumezijua, tutazishughulikia. Na kuambia hautabaki hivyo ulivyo. Sio hadithi, sio story. Tumezoea kupata story nyingi. Hajiri anaambiwa, nenda kanyenyekee kwa bibi yako. Haijalishi unateswa kwenye ndoa yako. Yamkini kuna vitu ulichuma na huyo bwana. Wewe nyenyekea. Endelea kuvumilia huku ukimuita Bwana. Na kuambia siku moja atasema, huyu Yesu wako ni mtu wa karibu sana na wewe. Naona sasa nimekushindwa, acha tuishi. Haleluya. Watachoma ubani, wewe choma maombi. Watakaa kwenye watanuiza, wewe nuiza kwa Kristo. Wacha watoe sadaka kule kuchinja, wewe chinja kwenye madhabahu. Mwambie Bwana, sadaka yangu hii ni kwa ajili ya ndoa yangu. Sadaka yangu hii ni kwa ajili ya kazi yangu. Sadaka yangu hii ni kwa ajili ya watoto wangu. Watoto wanateseka, wamechukuliwa akili. Mtoto alikuwa wa kwanza, leo anakuletea namba 20. Wanachezewa. Na hizi zawadi zinaleta shida kwa watoto. Mtoto wako akileta zawadi, amegaiwa na mtoto mwingine, itazame mara 3. Yamkini kuna majira ya mtoto wako yanasimamishwa. Na kuambia tumwambie Bwana, imetosha. Hizi siri, natamani ungelikuwa unaandika baadhi ya hizi siri.
ili tuzishughulikie. Na haya yote ni sehemu ambayo tutazungumza ya kwamba tunakwenda kinyume na kila hizo vitu ulivyofanyiwa. Ulikuwa unaongoza darasani, leo wewe umekuwa usigeli wa familia. Hiyo roho ishindwe katika jina la Yesu. Si mtoto wa madhabahu hii ya kitume na kinabii. Lazima tubadilike. Haleluya, haleluya. Sio kawaida. Ndoto zetu lazima tuzirudishe tena. Haleluya, haleluya. Watu wengi mna ndoto hapa, na hizi ndoto lazima zirudi. Huko unakokimbilia hakuna msaada. Msaada uko kwa Yesu peke yake. Kuama kanisa sio kupata Mungu. Mungu yuko mahali hapa. Kutafuta manabii sio solution. Kazi iko kusikiliza neno la Bwana. Neno ndilo uzima, ndilo maisha yetu, ndio ukombozi wetu. Haleluya. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana ili tufike mahali ambapo Bwana ametukusudia. Haleluya, haleluya. Mwaka huu usikubali kupitwa na baraka zako. Mwaka huu usikubali kupitwa na heshima yako. Mwaka huu usikubali kupitwa. Haleluya, haleluya. Hebu nisomee hii Mhubiri nimalize. Mhubiri 10 mstari wa 7. Sikiliza, hili neno linashangaza kidogo na limekaa lieleweki. Amen. Mhubiri 10 mstari wa 7. Mimi nimeona watumwa. Isaya anasema, Mhubiri anasema, mimi nimeona watumwa wamepanda farasi na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa. Wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa. Haleluya. Rudia. Amina. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Mhubiri sura ya 10 mstari wa 7. Mimi nimeona watumwa wamepanda farasi. Weka koma. Anasema mimi nimeona watumwa wamepanda farasi. Mtu aliyepanda farasi ni nani? Ni mtu mwenye uwezo. Mtu aliyepanda farasi ni mtu tajiri. Lakini Mhubiri anashangaa kwamba hawa watumwa imekuwaje wawe kwenye farasi. Na wakuu wakienda kwa miguu. Alafu hawa wakuu ambao ndio matajiri, ambao ndio watu walioheshimika, wao wanaenda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa. Haleluya. Yaani imegeuka. Unaweza ukamuona mtu ukasema huyu ndiye tajiri, kumbe tajiri ni wewe. Mhubiri anashangaa, inakuwaje huyu anaitwa tajiri wakati huyu mtumwa, huyu ambaye anatembea na miguu ndio alitakiwa kae kwenye nafasi hiyo? Kuna watu mmeibiwa haki zenu. Kuna watu wanaitwa matajiri, kumbe ni wewe anatembelea nyota yako. Kuna mtu wewe ulitakiwa ukae kwenye hiyo ofisi, wewe ndio bosi, lakini wewe leo unadeki vioni. Lakini yuko Mungu ambaye anasema, anashangaa. Yaani Mungu anatushangaa. Nafasi zetu sisi kuna mtu anatembelea. Nafasi yako wewe kuna mtu ndio amekalia. Kile kiti ambacho ulitakiwa ukae wewe, mwenzio amekalia. Sasa Mhubiri anashangaa. Haleluya. Tunatakiwa to back to sender. Mwaka huu lazima urudi kwenye nafasi yako. Haiwezekani heshima yako ichukuliwe na mtu. Haiwezekani ndoa yako ichukuliwe na mtu. Haiwezekani wewe utembee kwa shida, mwenzio anatembelea gari. Watumwa ndio wamepanda farasi, alafu wewe unatembea kwa miguu.
naomba Bwana atubadilishie kila aliyechukua nafasi zetu, katika jina la Yesu arudishe. Sema Bwana Yesu, kila aliyechukua nafasi yangu leo akarudishe kwa jina la Yesu. Na mwaka huu sitakubali nafasi yangu naichukua, kiti changu nakichukua, nafasi yangu ya heshima naichukua, nafasi yangu ya ndoa naichukua. Yoyote aliyechukua ndoa yangu sasa ninarudi kwenye nafasi yangu. Yoyote aliyechukua kazi yangu, yoyote aliyechukua kazi yangu, ofisi yangu, biashara yangu, mtaji wangu, kwa jina la Yesu, ninakalia kiti changu kwa jina la Yesu. Mungu atutendee mwaka huu. Amen. Hatutakubali, hatutazika haki zetu. Wengine wanatembea na farasi na sisi tunatembea kwa miguu. Lazima turudishe nafasi zetu. Usikubali. Umeonewa, mchumba ameshalipa mahari, ghafla anabadilika. Mpo hapa mna maumivu, mna majeraha. Bwana mwaka huu anakwenda kuondoa hiyo. Haleluya, haleluya. Kila Ijumaa mimi nitakuwepo. Hata usipokuja tutapata wa kuomba na amina, na tutaomba kabisa, na tutakuombea pia kabisa. Haleluya, amen, haleluya, amen. Lazima baraka zitufuate, hatutakubali. Amen, haleluya, amen.